Baraza Kuu la CUF lilipitisha kwa kauli moja kwamba tutafanya maandamano tarehe 27 Januari 2001. Uchaguzi umefanyika Oktoba, sisi tukapanga maandamano Januari tarehe 27. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilipelekea uchaguzi wa Zanzibar kutokurudiwa, na pia ndicho kilichopelekea kufanya maandamano na watu kuuawa. Lakini wakati huo huo ZEC ilikuwa imeshapora masanduku ya kura mengi tu na kupeleka kusikojulikana, na pia wao walikuwa wanasisitiza kurudia kura kwenye majimbo 16 ya mjini Magharibi, jambo ambalo CUF pia tulikataa, tukasema uchaguzi wote wa Zanzibar urudiwe. Sasa baada ya Baraza Kuu kutoa maelekezo na kuazimia kwamba tutafanya maandamano, madai yetu yalikuwa manne. Kwanza, kudai katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kudai katiba mpya ya Zanzibar kutokana na uchafuzi wa ule uchaguzi. Pia tulikuwa tunadai kurudiwa kwa uchaguzi wote wa Zanzibar, na pia nchi iwe na utawala bora na demokrasia ya kweli kama alivyozungumza mwenyekiti wangu Profesa Lipumba. Na pia tulikuwa tunapinga masuala ya rushwa na ufisadi. Sasa hapo awali, kabla ya mauaji kutokea, uongozi wa nchi nzima baada ya CUF kutangaza maandamano ulipiga marufuku maandamano hayo nchi nzima. Mathalan, kwa kutaja tu kwa uchache, wakati huo alikuwepo Mohamed Seif Khatib ambaye alikuwa waziri wa mambo ya ndani, aliyakataa maandamano yale na kupiga marufuku kabisa. Na pia huko bungeni wakati huo Frederick Sumaye ndiye alikuwa waziri mkuu, na akayapiga marufuku bungeni kwa kauli nzito kabisa. Ili hali Dr. Omar Ali Juma ambaye ndiye alikuwa makamu wa rais alitoa onyo kali kabisa maandamano hayo yasifanyike. Kwa hiyo mazingira yalikuwa magumu kweli kweli. Hata hivyo, zilikuwa zinatolewa kauli nyingi tu kutoka kwa wakuu wa wilaya na makamanda wa mikoani pamoja na wilayani. Lakini pamoja na kutolewa kauli hizo nzito, kama alivyozungumza mwenyekiti wangu hapa kwamba yeye alikamatwa na kupigwa na kuwekwa jela, ile iliongeza hamasa zaidi ya yale maandamano. Pamoja na vitisho vyote hivi, maandamano hayo yaliungwa mkono na vyama vya upinzani karibu vyote hapa Tanzania. Wakati huo ndio mauaji yanaanza na joto linapanda. 25 walioandikishwa milioni 37, waliopiga kura milioni 32, yani kupachika pachika. Ndivyo hivyo imeendelea kutokea huku Tanzania bara. Niwakumbushe tu kidogo na nitoe ushahidi wangu mimi mwenyewe hapa. Mimi nilikuwa kule tume kwenye uchaguzi wa 2025 na nilikuwa wakala wa rais Mheshimiwa Gombo. Katika yale matokeo, kama mlivyokuwa mnasikia kwenye television na radio na nini, Samia alikuwa anapata 97%, 100%, 99%, hivyo hivyo mpaka mwisho. Vyama vingine vyote, kwa mfano jimbo la Ruvuma 00000. Kwa hiyo walicheza na namba 37,000 waliandikishwa, milioni 37 waliandikishwa, milioni 32 walipiga kura. Hawa watu milioni 32 waliopiga kura walitokea wapi wakati uchaguzi saa 5 asubuhi umeshavurugwa?